Watu wameishi pale Msasani kama ndege kwa muda mrefu mno. Jibu halipatikani, na kama linapatikana la uongo. Nikitazama ile nyumba niliyokuwa nayo ambayo nimeambiwa niondoke, sasa imekuwa kama gofu. Wamepita wakuu mkoa na wakuu wilaya wengi katika mkoa huu na wilaya hii, lakini hili swala lilikuwa linawekwa kama vile pending. Kwa hiyo haya yaliyowasilishwa hapa ndio hoja yenu. Ofisi ya mkuu wa mkoa ilipokea barua tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka huu. Haya, barua hii ina kichwa cha habari kinasema maeneo ya Msasani, Maisaka A na Maisaka B, ndugu wahusika. Rejea kichwa cha habari hapo juu kinachohusu maeneo yetu ya Msasani, Maisaka A na Maisaka B. Sisi wana Msasani toka mwaka 2010 maeneo yetu yalionekana yanahitajika na BAWASA kwa huduma za kijamii, yani vyanzo vya maji. Pia haitakiwi kukata miti wala kuendeleza wala kujenga makazi ya kudumu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 9 2022, afisa mteuli wa halmashauri ya mji wa Babati ndugu Julian Ansbet Rubuka SLP 383 Babati alitoa taarifa kuwa tunayo haki ya kudai fidia ya ardhi itakayochukuliwa na serikali kwa mpango wa kuendeleza chanzo cha maji. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 11 2023, nakala tathmini ya malipo ya eneo yetu ya Msasani ilitoka kwa ajili ya malipo, lakini hatukulipwa. Mnamo mwezi Septemba 2024, maofisa kutoka Wizara ya Maji makao makuu Dodoma walikuja kwa ajili ya uhakiki na kwa malipo, lakini pia hatukulipwa. Hivyo kwa sasa tunaiomba wizara, maana kama haiwezi kutulipa, iridhie, ituidhinishie na iturasimishie maeneo yetu kwa ajili ya kuyaendeleza kiuchumi ikiwemo ujenzi. Sambamba na barua hii tunampatanisha orodha ya walengwa katika maeneo hayo hitajika. Kuna mwenye neno lolote kati ya yaliyoandikwa kwenye barua hii? Je, haya ndiyo madai yenu? Si ndivyo? Sasa basi, hii barua haikuja kwangu. Naomba kwanza mjue. Barua hii imekwenda kwa mkurugenzi mtendaji wa BAWASA. Mimi nimepewa nakala. Sio kama mnanielewa. Lakini kwa sababu mimi nina kiherehere, saa nyingine za kuparamia matatizo hata asiyonihusu, madamu nikijua ni matatizo, mimi nikaparamia barua hii. Na mimi si nimejulishwa humu? Ina maana kama ni shahidi si ni shahidi kusikia? Ndugu zangu, nimelifanyia kazi hili swala kwa uzito mkubwa. Na mnafahamu kwamba tarehe 3 na tarehe 4 hapa kwenye mkoa wetu tulipata ugeni mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa kujitokeza kwenu kumpokea kiongozi wetu. Lakini kingine naomba niwashukuru kwa usalabu wenu kama alivyotangulia kuongea hapa Mheshimiwa DC. Mwenzenu roho ilikuwa inanidunda. Nikasema watu wa Maisaka watakuja wamebeba bango kuja kunishtaka kwa Mheshimiwa Rais. Lakini mkaendelea kuwa wavumilivu na wastaarabu kwa sababu niliahidi kwamba jambo nalifanyia kazi na kwa hakika nimelifanyia kazi. Mheshimiwa Rais amekuja hapa na nilipata nafasi ya kuteta naye. Kati ya nilioteta naye Mheshimiwa Rais ni hili jambo lenu watu wa Maisaka. Lakini kubwa kuliko yote, Mama Daktari Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa fedha hii. Kwa kifupi hajapepesa macho. Hajafanyaje? Hajafanyaje jamani? Mbona mnajibu taratibu vipi nyinyi? Hivi ninavyowaambia pesa yenu inapumua kwenye akaunti. Mama Samia oye. Ndugu zangu, pesa iko tayari. Na tuko tayari kulipwa. Hata leo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Angalau hata babangu angekuwepo leo naye angekuwa na furaha kama hii. Amin. Kwa hiyo tunashukuru serikali, nashukuru na nyinyi nyote. Na shukrani mtendaji kama wewe unaweza kufuatilia jambo kama hili likatengenezeka kwa tumekaa miaka 3, afu ndani ya miezi likatengamana, ni jambo jema sana. Ni jambo la kumshukuru serikali na kushukuru wote waliohusika na jambo hili. Namshukuru Mwenyezi Mungu na babangu alale mahali pema. Amen. Nashukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kufahamu ujasiri wako
Nimewahi kuja ofisini hapo mara nyingi, lakini jibu linakuja, wanawake mnaweza. Kwa sababu mwanamke akipania neno linakuwa neno. Watu wameishi pale Msasani kama ndege kwa muda mrefu mno. Jibu halipatikani, na kama linapatikana la uongo. Walikuja wengi kama binti alivyoongea pale, lakini yale yanayosemwa sio yanayotokea. Mnaambiwa kesho keshokutwa mambo yametiki. Lakini hili la kwako ni kushukuru na nikupende kwamba umeweza. Na mpaka siku ya mwisho tumekutana kwenye ukumbi kule, ukajitahidi sana kutatua matatizo mengi sana. Kwa kweli tulishukuru kwa sababu matatizo mengi, unajua kwamba kuna matatizo mengine unatakiwa uende hata mahakamani, lakini ulijitahidi sana kuyasolve, kuyamaliza, yaliisha, na wengi walishukuru sana. Wazee walifurahi, waliondoka, mpaka mzee wangu hapa alifurahi sana kwa maamuzi ambayo uliamua pale. Ndio maana mpaka sasa nazungumza kama na sisi tutapata matatizo yetu tutarudi tena, kwa sababu haina haja kwenda kupoteza muda kwa mwanasheria, na mengi unaweza kuyatatua vizuri tu kwa amani. Kwa kweli tunashukuru sana kwa ile mheshimiwa. Na hata juzi, na hata mara mwisho tulivyokaa kwenye kikao kile, ulitupa siku 2. Ukamwambia mheshimiwa pale kwamba naomba kesho uandike barua iende Bawasa. Nafikiri mheshimiwa ulikuwepo. Akaandika barua, ikaenda, ikarudi, na ukatupa wiki 2. Kwa sababu hapa wiki 2, lakini haijazidi wiki 2, unatuambia ndani ya wiki 1.5 hela imepatikana. Kwa kweli tunakushukuru sana kwa hiyo. Itaje kiasi cha hela? Shilingi ngapi imepatikana? Bilioni 2. Pointi ngapi? Pointi 9. Ufamasiala wewe? Hapana. Hata mimi ni mzee sasa, sijui nitamaliza mwaka huu au siwezi kumaliza. Ninamaliza nitamaliza kwa sababu umenipa ile kidonge ambacho nilikuwa nahitaji ninywe. Kwa hiyo nitaongeza muda wangu. Kwa hiyo la kwanza nashukuru sana kwa office ambayo ya mkuu wa mkoa ambayo umefanya au mumefanya pamoja na mama nyonyesha watoto, sivyo? Alipokuja hapo mama kwa mama, mkikaa pamoja mambo yaharibiki.